There is
kama wewe. Maisha yalikuwa changamoto. Hakuna maisha yao. Ukisema tunaweza kujidanganya. Wewe unaona tunataka wewe. Wewe unaweza yote. Hakuna jambo la kushinda. Ukimuona tu. Leo ukimuona tu wewe. Anakuwa maisha yako tu. Anakuwa familia yako tu. Oh, haleluya. Wacheni tuombe wapendwa. Baba, katika jina la Yesu, mchana wa leo tumesongelea mbele zako kwako. Unatuambia kwamba kama tutakukaribia Yesu, utatukaribia zaidi. Tumekuabudu tangia asubuhi Bwana. Tumesikia neno lako Jehova Nisi, na wakati umefika tena tukasikie kutoka kwako mara tena. Naenda kumwombea mtumishi wako Bwana, aendapo kusimama katika haya madhabahu akanene neno lako. Najua ni mtumishi wa neno lako, sio mtumishi wa maneno. Jehova, utaenda kutia neno ambalo ataenda kunena
isipokuwa ni kwako Bwana. Mnenee Bwana wakati huu, nena na mioyo yetu Bwana. Kila ninakataa kila roho ya kiburi, maroho yote yanayosainuka tunaposikia neno la Mungu, ninayatiisha chini katika jina la Yesu. Kila maanjendi wa ibilisi ambao wanatumwa wakati neno linaendelea kuhubiriwa, ilete watoto walie, ilete confusion katika imbanda, ninaikataa, ninaharibu kazi za giza katika jina la Yesu. Huku nikiteka mateka kila kazi za muovu katika jina la Yesu. Ufalme wa Mungu umesimama sasa na utasimama milele. Yesu, ninakushukuru na kuinua, ni kwa maana sio sisi tena, lakini wewe utendaye kupitia sisi. Ninakushukuru na kubariki, na ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Kila mmoja tu pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi, ametenda mambo makuu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Praise and worship team, nasa keti chini. Bwana wabariki, mmetupeleka mahali. Haleluya. Wakati umefika, wakati mwingine wapendwa, tukasikie kutoka kwa Mungu. Wewe nenda tu kajipeane. Keti chini tu na usikie vile Mungu anataka usikie, ni kwa maana utasikia. Haleluya. Kama unataka kusikia utasikia. Haleluya. Kwa hivyo wakati huu, bila kupoteza wakati, nitaenda kumkaribisha Pastor Isaya haje kwa madhabahu na tuletee mausia ya Mungu. Pigia Yesu makofi tumishi wa Mungu anapopanda kwa madhabahu. Haleluya. Karibu sana Pastor. Bwana asifiwe. Amen. Kama unaniona, hebu niingie tunapoona hivi. Haleluya. Naona kama wengine hawanioni. Kama unaniona, hebu niingie tu mkono hivi. Haleluya. Amen. Bwana wabariki. Mimi naitwa Pastor Isaya. Na Yesu ni Kristo na mtawala wa maisha yangu. Bwana asifiwe. Namshukuru Mrs. Pastor na viongozi wa kanisa na kanisa lote kwa kunipatia nafasi hii ili niweze kuhudumu mbele yenu. Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu kwa hiyo nafasi. Nilipoambiwa leo ni mimi nitakuwa katika main service, niliomba Mungu na akatia neno ndani yangu, na ninajua kwa sababu limenibariki, hata wewe litakubariki. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usitarajie kutoka kwangu, tarajia kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Na ukitarajia kutoka kwa Mungu, ninajua Mungu atakubariki, kwa sababu Mungu anajua kile unahitaji. Labda mimi sijui wewe unahitaji nini, lakini Mungu yeye anajua kile unahitaji. Bwana asifiwe. Unajua yeye anatujuanga sana kuliko vile wewe unajijali. Kwa hivyo huyo Mungu najua ataenda kutubariki. Asubuhi tumekuwa tukifundishiwa kuhusu dhabihu, na nikawa nimesikia nimebarikiwa. Bwana asifiwe. Na saa hii najua hata Mungu atatubariki tena. Bwana asifiwe. Kwa sababu si tumekuja hapa kwa sababu ya Mungu. Hakuna mtu amekuja hapa kwa sababu ya kuona mtu mwingine. Tumekuja kwa sababu ya Mungu. Bwana asifiwe. Na ninajua huyo Mungu ambaye amefanya ukuje hapa, hautatoka kwa ile lango vile ulivyoingia. Utatoka ukiwa umebarikiwa. Neno ambalo Mungu ametia ndani ya moyo wangu, kichwa chake ninazungumzia kuhusu kutengenezwa na Mungu. Bwana asifiwe. Unajua ni heri kutengenezwa na Mungu, kwa sababu Mungu akikutengeneza atakutengeneza kuwe kitu mzuri. Bwana asifiwe. Kwa sababu yeye Mungu huwa anatutakia mema. Bwana asifiwe. Hakuna chochote, hata Mungu wakati anakutoa makosa, anakuondoa makosa yenye uko nayo, anakuondoanga ndio ukue kitu kizuri, ukue mtu mzuri, ukue vile yeye anataka. Na ninajua Mungu yeye
anatakanga tukue watu wazuri. Bwana asifiwe. Anatakanga uendelee vizuri, maisha yako ikuwe mzuri na uendelee vizuri. Unakuwa labda wewe unataka akubariki leo, lakini yeye anaona labda akikubariki leo labda utatoka kwa wema wake. Bwana asifiwe. Na yeye mpango yake ikitimia, ninajua yeye mpango yake ndio mzuri. Bwana asifiwe. Nataka ufungue nami katika kitabu cha Yeremia. Fungua tu nami katika kitabu cha Yeremia. Tuanzie tu hapo na kuendelea, na Bwana ataenda kuwabariki. Kitabu cha Yeremia 18. Yeremia 18. Nitasoma kitabu cha Yeremia na nitarudi nisome kitabu cha Amos. Lakini kwanza nataka tusome Yeremia na kuendelea. Biblia inasema hivi kutoka katika kitabu cha Yeremia mstari wa kwanza. Biblia inasema neno hili ni sasa, nishike Biblia mzuri. Nasema neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, ondoka ukashuke mpaka nyumba ya mfinyanzi, uko nitakusikisisha maneno yangu. Basi nikashuka mpaka nyumba ya mfinyanzi, na tazama, alikuwa akifanya kazi yake kwa magurudumu, na chombo kile alichokuwa akikifinyanga ilipoharibika mkononi mwake, yule mfinyanzi alikifinyanza tena kuwa chombo kingine, kama aonavyo vyema yule mfinyanzi kukifinyanga. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema, e nyumba ya Israeli, siwezi mimi kuwatendea hivi vile kama mfinyanzi huyu alivyotenda? Asema Bwana, angalieni kama udongo ulivyo katika mkono wa mfinyanzi, ndivyo mlivyo ninyi katika mkono wangu, e nyumba ya Israeli. Wakati wowote nitoapo habari za taifa na habari za ufalme, kuung'oa na kuvunja na kuangamiza, ikiwa taifa lile nililolitaja litageuka na kuacha maovu yake, nitagairi nisitende mabaya yale niliyoazimia kutenda. Mstari wa 9. Na wakati wowote nitakapotoa, wacha nirudie. Na wakati wowote nitakapotoa habari za taifa na habari za ufalme, kujenga na kuupomoa, ikiwa watatenda maovu mbele za macho yangu, wasitii sauti yangu,
basi nitagairi nisitende mema yale niliyoazimia kuwatendea. Bwana asifiwe. Haleluya. Hata kama stima imeenda bado tutaendelea. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Si kila mtu ananisikia? Yes. Hapa penye tumesoma kitabu cha Yeremia kutoka mstari wa kwanza. Biblia inasema ni Mungu alikuwa ananena na Yeremia, na maandiko inasema Mungu akamwambia Yeremia aende katika nyumba ya mfinyanzi. Bwana asifiwe. Unajua mfinyanzi ni kama huko upande wa kwetu kuna mahali kulikuwa na mtu fulani, mama fulani alikuwa anatengeneza hizi nyungu ama hizi nini zinatengenezwa na matope, zinapikanga chakula. Bwana asifiwe. Kuna hizi nyungu zenye zilikuwa sijui kama saa hii zinakuanga, lakini miaka ya na huko nyuma kuna hizi nyungu zilikuwa zinapikia kideri, ilikuwa inatengenezwa na matope. Imetengenezwa na matope, wamama wanaenda wanaiweka kwa jiko, inakauka, alafu inaanza kutumiwa kama kitu ya kupikia chakula. Bwana asifiwe. Sasa Biblia inasema hapa Yeremia akaambiwa, akawa anenenewa na Mungu, akaambiwa aende katika nyumba ya mfinyanzi mwenye anafinyanga hizo udongo, na aangalie hapo. Akiangalia Mungu atamnenea hapo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nilipokuwa ninaangalia, si Yeremia alikuwa na mboma yake, si alikuwa na kwake kwenye alikuwa anaambiliwa na Mungu enda katika nyumba ya mfinyanzi, si ni kwake, alikuwa anaambiwa kwake. Lakini Mungu mwenye alikuwa anamwambia akiwa kwake, anamwambia enda katika nyumba ya mfinyanzi, huyo Mungu si angemnenea tu akiwa hapo kwake, angemsungumzia akiwa tu hapo kwake. Lakini Mungu hakutaka kusungumzia Yeremia akiwa hapo kwake. Alimwambia lazima uchukue hatua, uende katika nyumba ya mfinyanzi, penye huyo mfinyanzi anafinyangia udongo. Bwana asifiwe. Vile mfinyanzi ambaye ni Mungu amekutoa kwenu. Bwana asifiwe. Akakutoa asubuhi. Wewe Mungu angekunenea tu ukiwa kwako, lakini hakukunenea ukiwa huko. Alikwambia amuka asubuhi, ukavaa nguo, ukaoga, ukakuja mahali hapa. Hapa ni nyumba ya mfinyanzi. Hapa ndio Mungu ukuja kututengeneza. Bwana asifiwe. Anakuja kutufinyanga. Kama kuna mahali kulikuwa kumeenda kombo, anatutengeneza ndio tukitoka hapa katika wiki kuanzia Monday kuendelea tukue watu wazuri. Bwana asifiwe. Na sasa hapa Mungu alinena na Yeremia akamwambia enda katika nyumba ya mfinyanzi, na hapo ndio nitakunenea. Na Yeremia alipoenda hapo, Biblia inasema Yeremia alienda akaanza kuangalia vile mfinyanzi anafanya. Bwana asifiwe. Akawa akiangalia hapo kwa mfinyanzi. Sioni mfinyanzi akichukua Biblia aanze kumhubiri. Hapana. Naona Yeremia anaangalia vile mfinyanzi anafanya kazi. Ninaona na macho ya kiroho mfinyanzi akichukua chombo kama hiki. Na hata sioni Biblia ikisema ati mfinyanzi alimuuliza Yeremia umekuja kwa nini. Tumesoma mahali penye anamuuliza hivyo? Hakuna. Lakini Yeremia alienda hapo akawa akiangalia mfinyanzi. Mfinyanzi akachukua chombo akaanza kukitengeneza. Yeremia akiangalia. Na Biblia inasema Yeremia akiangalia akaona mfinyanzi ametengeneza chombo kimekuwa kizuri, zingine zimeharibika. Na kile chenye kimeharibikia katika mikono ya mfinyanzi. Biblia inasema huyu mfinyanzi alikipomoa
akitengeneza tena kulingana na vile alikuwa anataka huyo mfinyanzi. Bwana asifiwe. Sio vile Yeremia anataka, ni vile mfinyanzi anataka. Vile mfinyanzi anataka kukitengeneza, anachukua, anakiharibu, anatengeneza tena. Na wakati Yeremia alikuwa pale akiangalia, sasa wewe ndio Yeremia wa leo. Saa hii Yeremia hayuko. Sasa wewe ndiye Yeremia. Wewe mwenye umekaa chini ni wewe Yeremia. Na sasa Yeremia ako pale akiangalia kazi ya mfinyanzi, vile mfinyanzi anavyofanya kazi. Na Biblia inasema wakati Yeremia alikuwa anaangalia, alipoona chombo kinaharibika, mfinyanzi anatengeneza tena, Mungu akaanza kunena na Yeremia. Akaanza kumwambia, nini? Nyumba ya Israeli ni kama udongo ulivyo katika mikono ya mfinyanzi. Bwana asifiwe. Anaambiwa, enyi nyumba ya Israeli, vile udongo ulivyo katika mikono ya mfinyanzi, ndivyo mlivyo katika mikono yangu. Bwana asifiwe. Na anamwambia Yeremia, hii nyumba ya Israeli ambayo ni udongo ulio katika mikono ya mfinyanzi, naweza kuwatengeneza vile mimi ninavyotaka. Naweza kuwatengeneza, niwaharibu na niwatengeneze tena kama vile mfinyanzi anatengeneza udongo. Bwana asifiwe. Sijui ni wapi ambapo pameharibika siku ya leo. Mungu anataka kutengeneza. Sijui ni wapi ambapo wewe ukiangalia, na unajua mfinyanzi ambiangu ni mahali fulani pameharibika, anakuanga anajua. Kwa sababu katika hapa penye tumesoma Yeremia akiangalia mfinyanzi, sijaona Yeremia akiambia mfinyanzi, na mbona hapo hiyo chungu kuna mahali kumevura, si utengeneze. Hakuna mahali Yeremia ameambia mfinyanzi hivyo. Lakini Biblia inasema mfinyanzi akiona kama ametengeneza nyungu ikiwa na mdomo kubwa, na alikuwa anataka ikuwe na mdomo kidogo, alikuwa anapomoa, anatengeneza tena. Bwana asifiwe. Unajua wakati mmoja tulikuwa wenye dhambi. Bwana asifiwe. Wakati mmoja, ninajua haukusaliwa ukiwa umeokoka. Ulisaliwa ukiwa mwenye dhambi. Na siku moja ulikuwa unafanya mambo ya kiulimwengu. Bwana asifiwe. Wakati ulikuwa upande ule mwingine, ulikuwa unafanya mambo ya kiulimwengu. Na wakati ulikutana na mhubiri aliyekuhubiria, alikuambia dhambi ni mbaya, na ukaambiwa ukimkubali Yesu akuwe mwokozi wa maisha yako utaokoka. Na ukaona ni vizuri ukaokoka, si ndio? Ukaokoka, ukamkubali Yesu. Na unajua hatuokokangi tukiwa watu wazuri sana, kwa sababu kama tungekuwa watu wazuri hatungeokoka. Bwana asifiwe. Tunaokokanga tukiwa watu wabaya, na tunakuja kwa mfinyanzi akuja tutengeneze. Tunakuja kwa Mungu ambaye ndiye mtengenezaji wa maisha yetu, atutengeneze. Bwana asifiwe. Amen. Siku moja nilienda kwa mpendwa mahali fulani, alikuwa ameokoka juzi. Bwana asifiwe. Na alikuwa amefuta sigara miaka mingi, lakini ameokoka. Amekubali Yesu na akaokoka. Bwana asifiwe. Na huyo mpendwa alipookoka alikuja kanisani.
Lakini wakati alikuja kanisani, bado kiu ya kufuta sigara bado iko, kwa sababu yaondoka mara moja. Lakini yeye amekuja katika nyumba ya mfinyanzi. Bwana asifiwe. Sasa mfinyanzi ndiye anaweza kumtengeneza, ndio mpaka hiyo kiu yenye anakuanga nayo ya kufuta sigara iishe. Bwana asifiwe. Si ati wakati amekuja imekatika hivyo, bado shetani anaendelea na kumfuata. Ni mfano tu nakwambia, kwa sababu labda wewe kuna ile mambo ulikuwa unafanya wakati ulikuwa hujaokoka, na labda wakati uliokoka hiyo mambo haikuisha mara moja. Unajikutanga kama wewe ulikuwa unashengenya sana, unajikutanga saa nyingine unashengenya. Bwana asifiwe. Haleluya. Unajua watu wengine hawakatangi kusengenya kwa sababu hawataki kusengenya. Saa nyingine labda ule mtu mlikuwa mnasengenyana na yeye, labda yeye wewe uliokoka, yeye akaachwa. Labda hauna mtu wa kusengenyana na yeye. Kwa hivyo kama ungempata, mngesengenyana. Bwana asifiwe. Haleluya. Na hiyo ndio Mungu anakujanga kututengeneza. Bwana asifiwe. Ndio akuonyeshe kusengenyana sio mzuri. Kusengenyana ni mbaya. Najua huko kwetu kuna mama mwingine tulikuwa tunamuita Ng'anguta. Huko kwetu. Hata kwenu nafikiri yako kuna Ng'anguta ingine. Huko kwetu huyo Ng'anguta ni ule mtu ambaye kama shengenye kakitokelezea mahali, unasikia enda ukaulize kwa Ng'anguta, yeye anajua kila kitu. Bwana asifiwe. Na unajua hata kuna Ng'anguta wa kanisani, wao ndio wanajuanga kila kitu. Kama kuna kitu imefanyika mbaya, ni yeye anajua wa kwanza. Bwana asifiwe. Haleluya. Na unajua vitu kama hizo ndio najaribu kuzungumzia. Yeremia alikuwa anaambiwa na Mungu akiwa Israeli mikononi mwa Mungu anaweza kutengenezwa vile Mungu anataka. Mfinyanzi anataka. Bwana asifiwe. Unajua ndio Mungu atubariki, lazima tukubali atutengeneze. Bwana asifiwe. Lazima tukubali kutengenezwa na Mungu, kwa sababu sisi ninajua, nikiuliza hapa ni nani anataka kwenda mbinguni, kila mtu atainua mkono. Kwa sababu ya nini? Mbinguni ni kuzuri. Mbinguni ni mahali pazuri sana. Na hapa nikiuliza ni nani anataka kwenda kwa shetani, hakuna mtu atainua mkono, kwa sababu hata kama ujui kwa shetani, unasikianga kwa shetani ni kumbaya. Bwana asifiwe. Haleluya. Ama kuna mtu alishapewa historia ya kwa shetani akaambiwa kwa shetani ni kuzuri. Kila mtu anaambiangwa kwa shetani ni kumbaya. Kwa hivyo hata kama hujawahi enda huko ukaamini mimi siwezi kumbali kwenda huko ni kumbaya. Na unajua, mimi najua hapa hakuna mtu alishaenda mbinguni, lakini si unaamini mbinguni ni kuzuri. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema imani huja. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Imani inakujanga kupitia kwa neno la Mungu. Na uliambiwa neno, ukaamini kwa Mungu ni kuzuri. Na Biblia inasema bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Bila imani. Kwa hivyo tuliokoka kwa imani. Tunamsifu Mungu kwa imani. Tunajua atapokea sifa zetu kwa imani. Bwana asifiwe. Huwa tunaomba kwa imani. Wakati tunapiga magoti tukiomba, huwa tunaomba kwa imani, kwa sababu tunajua tukiomba Mungu hata kama yuko hapa na hata kama ako mbinguni atasikia maombi yetu tukiomba. Tunaamini. Bwana asifiwe. Haleluya.
Na tunajua kwa imani hata kwenu kama mmerogwa, unajua Mungu anaweza kuondoa hiyo urogi, si ndio? Bwana sifiwe. Unajua hata kama kwenu, unajua si ati tulipookoka tulinyang'anywa jamii zetu tukawa sasa sisi sio wa jamii yetu. Bado sisi ni wa jamii zetu, si ndio? Na kama jamii yenu ilikuwa imetawaliwa, nilienda kwa jamii lingine nikakuta wanaume wa huko hawawangi, na wasichana wa huko huwa waolewi, hata akiolewa anarudi. Kuna hiyo kiroho kimetawala hiyo mboma, na huyo mtu anaweza kuokoka kwa hiyo mboma. Kwa hiyo mboma yenye iko na malaana kama hiyo, huyo mtu aokoke. Sio kumaanisha kwa sababu umeokoka kwa hiyo mboma hauwezi barikiwa. Unaweza pika magoti na uamini Mungu ataweza kufunga hizo laana. Amen. Unajua hizo zinafanyikana namna gani? Wakati tumekumbali Mungu ametufinyanga. Wakati tumefinyangwa na Mungu. Ukifinyangwa na Mungu unaanza kuona kwa kumbe hizi vitu zinafanyikana kwetu sio mzuri. Unaenda unapika magoti unaona. Bwana sifiwe. Ukifinyangwa na Mungu, ukikumbali ule uovu wenye unasuyanga usijue yale mambo yanafanyikanga kwenu, ukifinyangwa ukumbali Mungu akufinyange, utaanza kuona kumbe ninakataanga kubarikiwa kwa sababu ya hii. Kumbe hii ndio inafanyanga nisiendelee. Utafunguka macho ya kiroho. Unajua saa ingine macho ya kiroho ikifunguka inakuanga mzuri sana, kwa sababu inaonanga mambo yenye macho ya mwili iwezi ona. Macho ya mwili saa hii hata nikisimama hapa hivi kwa kuwa hakuna manyumba, nitaanza kuona hii mbingu imeenda imeshikania pale mbele, imeshikana hivi na inji, si ndio? Au utaona hapo mbele kwa sababu macho ya mwili imefikisha nguvu hapo. Lakini macho ya kiroho inaona zaidi ya hapo. Inaona zaidi ya hapo. Inaona mpaka ile mambo Mungu anataka kututendea. Bwana asifiwe. Na unajua vitu zingine, kitu mbaya kikifanyika kinaanzanga katika ulimwengu wa kiroho. Bwana asifiwe. Kitu chochote, hata hii mambo unaona inafanyika katika nchi yetu yenye anafanya tushinde tukivaa mask kila saa, yalianzanga katika ulimwengu wa kiroho. Yalianzanga huko. Na kama kungekuwa na watu wangekuwa na macho ya kiroho, wangesimama na waambie watu tuombe, kuna njanga inakuja mbaya. Bwana sifiwe. Tuombe ndio Mungu hata kama itakuja isikue kali vile iko. Unasikia kaunti za Western saa hii wamefungiwa mpaka makanisa saa hii. Si ni ukweli? Wamefungiwa kwa sababu ya hii njanga. Bwana sifiwe. Haleluya. Hii njanga ndio nikuonyeshe mambo ya kiroho uzuri, macho ya kiroho uzuri wake. Hii njanga ya kiroho, hii njanga yenye inaita corona. Bwana sifiwe. Ilipokuja watu wengine walikimbia kwa manyumba. Wale walikuwa wanaomba wakaacha kuomba. Kanisa imekataa. Serikali imekataa watu wakiomba. Wakaingia kwa manyumba. Hawaombi tena. Bwana sifiwe. Nikisoma Biblia ninaona Nebukadneza wakati alitoa sheria. Bwana sifiwe. Akatoa sheria na akasema mtu asiabudu mungu mwingine. Yule Mungu anastahili kuabudiwa ni kile kisanamu. Mimi Nebukadneza nimesimamisha. Kuna watu walisimama wakakataa. Daniel na kina wenzake walikataa. Wakasema sisi hatuwezi kuabudu hicho kisanamu. Sisi tuko na Mungu wetu mbinguni.
mwenye ambaye tutamwabudu. Mfalme akasema, nyinyi mnasema hivyo, mtarushwa katika moto. Wakasema, sisi hatuogopi kuchomeka. Kama Mungu ataruhusu tuchomeke, sisi tuko tayari. Bwana asifiwe. Na jaribu kusema nini? Hawakuwa tayari kukataa kuabudu Mungu wao. Biblia inasema wakati mwingine wenye wanasomanga Biblia, wakati mwingine kuli sheria iliwekwa ya kupinga Mungu asiabudiwe. Ndugu fulani katika hao wenye nimekuambia, Biblia inasema alikuwa anafungua madirisha ikielekea Yerusalemu. Wakati watu wanakatazwa kuomba, anafungua madirisha, anasema Mungu wetu ni lazima aabudiwe. Mpaka kukatengenezwa kitu cha kuzuia asiombe, lakini hakikumzuia. Alichukuliwa akaenda akatupwa katika moto, lakini hata hiyo moto, hata Biblia inasema hata manguo zake asikunuka moshi. Kwa nini? Kwa sababu ya Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Huyu ni ule mtu ambaye alikuwa amekubali kutengenezwa na Mungu. Akasema hata kama itakuwa namna gani, sitakubali kumuondokea Mungu. Kwa nini? Ametengenezwa. Mungu ametengeneza. Lakini unajua wengine wametengenezwa mwili na hawakumtengenezwa mdomo. Bwana asifiwe. Wengine wametengenezwa mwili mzuri sana, lakini mdomo haikutengenezwa. Haleluya. Nataka kukupatia story kamoja. Kuna kijana fulani alikuwa anapendwa na wazazi wake. Alikuwa anapendwa sana na wazazi wake. Na huko kwa baba yake kulikuwa na maji. Alikuwa ameweka maji ya mfereji. Na alikuwa ameweka stima huko kwake. Bwana asifiwe. Na alikuwa na nyumba kubwa baba yake. Na sasa kwa sababu kijana hakuwa anataka kuchoka sana, baba yake akajua, mimi nitatrain huyu kijana mpaka ajue kufanya kazi. Bwana asifiwe. Na unajua huyu kijana akitoka shule, baba yake alikuwa anaangalia saa ile anatoka shule, anaenda hapa karibu na gate, anamwaga takataka hapo. Anamwaga takataka hapo. Sasa kijana akitokea anaambiwa aende uokote zile takataka. Kijana anaenda akinung'unika, akisema kwani mimi ninaokotana kila siku. Kwa nini ananung'unika? Si wale wako na watoto wanajua. Bwana asifiwe. Anaenda akinung'unika. Akimaliza kuokota, anaambiwa baba anaenda kimakusudi, anafungulia maji. Anaacha ikimwagika. Anamwambia aenda ufunge ile maji. Kwa nini mliacha maji ikiwa inamwagika? Nenda ufunge maji. Kijana anaenda tu akinung'unika. Anaenda anasema anafunga maji. Baba anaenda anahakisha stima na anaacha. Anamwambia aenda usime stima. Kijana akawa sasa anaona anasumbuliwa sana. Kwa sababu kila siku baba anafanya kitu na anamwambia aende afunge. Lakini yeye hakuwa anajua kama ni baba anafanya, lakini ni baba alikuwa anafanya ndio atengeneze huyu kijana ajue kufanya kazi. Bwana asifiwe. Sasa huyu kijana akawa anakasirika na akawa amefika mahali akamaliza shule. Sasa ni mtu anaweza kwenda kutafuta kazi, ajifanyie kazi. Lakini akawa ameshokeshwa na baba kwa sababu ya ile mambo anamfanyia. Bwana asifiwe. Sasa akaamua kutoka kwa mboma ya baba yake. Akatoka, akaenda akakomboa nyumba na huko. Alipoenda akakomboa nyumba, akawa huko kwa sababu kwa baba alikuwa anaishi maisha ya starehe. Sasa wakati ameenda huko, ikawa ni lazima yeye ajitegemee. Kama ni chakula ni yeye atanunua. Kama ni kila kitu ni yeye atashughulika. Sasa akawa na huko kwa baba hakuwa analipa nyumba.
ilikuwa ni kila kitu ni bure. Sasa hapa analipa nyumba, hapa kila kitu ni yeye. Akaanza kuona maisha ikianza kuwa ngumu. Bwana asifiwe. Akaamua wacha atafute kazi, kwa sababu ako na degree, ako na vyeti zenye zinaweza kumpea kazi. Akaenda akawa akitafuta kazi, akakuta mahali ambapo pameandikwa kunatakikana mtu wa kazi, na ile kazi yenye inatakikana huyo mtu anatakikana hapo, yeye anaiweza. Na akaamka asubuhi na mapema aende kazi, na kukawa kuna watu wengi wameuliza hiyo kazi. Kuna maprofesa, kuna watu wako na madigrii kama 3 wameuliza hiyo kazi. Sasa yeye akaamka mapema akienda kwa kazi, akafanyishwa mtihani ndio apate kazi. Alipoenda, akienda kwa njia, ile gari alikuwa anaenda nayo ikaripikia kwa njia, ikawa lazima gari itengenezwe ndio waende. Sasa kitambo afike huko, ikawa alikuwa amechelewa kidogo, na penye walikuwa wanaenda kufanyishwa mtihani ilikuwa ni kwa ghorofa ya 4. Ikawa sasa ni lazima apande ghorofa huko ndio aende afike penye watu wanafanyishwa mtihani. Sasa hawa watu wengine walikuja mapema, wakaenda wakajaa kwa hiyo ofisi na wakakaa chini. Ndio sasa ifike saa ya kufanyishwa mtihani. Sasa huyu kijana anangojewa kwa sababu alikuwa anajulikana anakuja. Bwana asifiwe. Sasa wakati alikuwa anapanda kwa ghorofa, akapanda ghorofa ya kwanza. Alipofika kwa ghorofa ya kwanza, hiyo venye walikuwa wanaenda wafanyie mtihani, kulikuwa kumewekwa ma CCTV huko. Sasa alipopanda ghorofa ya kwanza, kufika hapo akaangalia, akaona mavitabu zimeanguka kila mahali. Kwanza yeye akaanza kukusanya hiyo mavitabu, akapanga mzuri, akaacha sikiwa mzuri. Alipopanda ya pili, akaenda akakuta maji imeachwa inamwakika. Akashindwa, kwa nini hawa watu wameacha maji inamwakika? Yeye akaenda, unajua wale wengine walienda huko, hakuna mtu aliona hizo vitu. Kila mtu alikimbia haraka akafika huko, kwa sababu anataka kufanya mtihani haraka apite aweze kupewa hiyo kazi. Sasa huyu kijana akipanda ghorofa ya pili, akakuta maji inamwakika. Akaenda akauliza, kwa nini waliacha hii maji kimwakika? Akafunga maji. Unajua hizo CCTV zinamwangalia, anaonekana huko juu venye anafanya. Akapanda ya 3, akaenda akakuta stima imeachwa ikiwa imewaka. Bwana asifiwe. Akaenda akaangalia, akaona hii stima inawaka, hakuna mtu hapa, ni ya nini? Akaenda akafunga. Sasa wakati alikuwa anaingia kwa ile ofisi ambao wanafanyia mtihani, ikawa watu wameshangilia, wamempigia makofi. Akashindwa, kwa nini ninapigiwa makofi na hakuna kitu nimefanya? Anapigiwa makofi akiambiwa umepita mtihani. Bwana asifiwe. Sasa hao watu wengine wakawa wanashindwa, amepita mtihani gani na hakuna mtihani nimeona tukifanya hapa. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa alipouliza ni mtihani gani nimepita, akaambiwa wakati ulikuja ukapanda ghorofa ya kwanza, ukakuta vitabu zikiwa zimeanguka huko, ni sisi tulikuwa tumeweka. Na ile interview ambayo watu walikuwa wakuja huku kufanya, sio interview ya kufanya ya certificate ama ya degree ati tufanyishe mtu mtihani ya kalamu. Hapana, ni tuangalie ule mtu ambaye akikuta vitu vimekaa mbaya anaweza kushughulikia. Bwana asifiwe. Na akaambiwa sasa, wewe ndio tumeona unastahili kwa hii kazi, kwa sababu wakati umekuta vitabu vimetupwa umekusanya, ukakuta maji imemwakika unafunga, ukakuta stima hata hivyo ukatengeneza. Sasa wewe ndio umepita mtihani, akapewa kazi.
akafikiria mambo ya baba. Bwana asifiwe. Akafikiria vile alifundishwa na baba, akasema mimi, hii si mimi, hii ni baba yangu. Baba yangu ndio amesababisha hii kazi nipate. Sasa ilimbidi achukue hatua, arudi kwa baba yake, akampatie shukurani zake, kwa sababu yeye amesababisha apate kazi. Bwana asifiwe. Unajua tunaye baba mbinguni mwenye ambaye anatufanyishanga mtihani, na inaweza kuwa mtihani ile anakufanyishia wewe huwezi kuelewa, wewe hujui ni mtihani ya aina gani, lakini labda wakati utafika huko umalize mtihani, ndio utapewa zawadi yako. Bwana asifiwe. Yeremia hakuwa anajua kama katika nyumba ya mfinyanzi ataenda kuona mfinyanzi akifanya nini, lakini ilimbidi amtii Mungu. Alipomwambia enda katika nyumba ya mfinyanzi, hapo ndio nitakuzungumzia, ndio nitakunenea maneno yangu. Bwana asifiwe. Haleluya. Tuko katika nyumba ya mfinyanzi. Kumbali ufinyangwe vile Mungu anataka. Bwana asifiwe. Haleluya. Unajua sababu yetu mimi na wewe kukosa kuendelea ni kwa sababu mambo ingine tunaona ni kusumbuliwa. Wakati Mungu anatuambia tupite kwa hii njia, tunaona Mungu anatusumbua. Na unajua Mungu hawezi toka mbinguni akuje kuzungumza hapa. Mungu atatumia mtu kama mimi na wewe tufikishe ujumbe yake. Bwana asifiwe. Amen. Mungu atatumia mtu kama mimi nikuje nikuambie Mungu anataka tukae hivi. Bwana asifiwe. Haleluya. Sioni wakati Yeremia aliambiwa ende nyumba ya mfinyanzi, sioni Mungu akiita Israeli yote, kwa sababu lakini sasa wakati Mungu alikuwa ananenea Yeremia, alikuwa anamwambia enyi nyumba ya Israeli. Bwana asifiwe. Na huyo ni Yeremia peke yake, Israeli yote haiko hapo. Bwana asifiwe. Na Yeremia peke yake ndiye ameenda katika nyumba ya mfinyanzi, na anaambiwa enyi nyumba ya Israeli, ninyi ni kama udongo katika mikono ya mfinyanzi. Haleluya. Fungua kitabu cha Amos. Nataka ule ako na Biblia ya Kiswahili anisomee Amos 7 kutoka mstari wa 7. Mstari wa 7 unasema, haya ndiyo aliyonionyesha, na tazama, Bwana alisimama karibu na ukuta uliojengwa kwa timizi, mwenye timizi mkononi mwake. Mtimanzi mkononi mwake. Mstari wa 8. Bwana akaniambia, Amosi, unaona nini? Nikasema, naona timazi. Ndipo Bwana akasema, tazama, nitaweka timazi kati ya watu wangu Israeli, sitawapita tena kamwe. Mstari wa 9. Na mahali palipoinuka pa Isaka patakuwa ukiwa, na mahali patakatifu pa Israeli pataharibika. Nami nitaondoka nishindane na nyumba ya Yeroboamu kwa upanga. Amen. Bwana asifiwe.
hapa naye Mungu anazungumza na Amos. Na anamwambia Amos, Biblia inasema Amos akawa akiulizwa na Mungu, unaona nini? Bwana asifiwe. Biblia inasema kwanza Mungu alimchukua Amos na akampeleka katika nyumba iliyojengwa na timanzi. Timanzi ni kabiro, si ndio? Wale wanakwanga wanajenga. Bwana asifiwe. Ni kabiro. Timanzi ni kabiro. Na kabiro, kasi ya kabiro inaendanga inavima ukuta kama uko straight. Bwana asifiwe. Hiyo ndio kasi ya kabiro, ni kuvima kama ukuta uko straight. Kama ukuta uko kombo, itambidi mafundi wapomoe hiyo ukuta watengeneze tena. Bwana asifiwe. Na sasa hapa Biblia inasema Mungu akampeleka Amos katika nyumba iliyojengwa kwa timanzi ama kwa kabiro, na akamuuliza Amos, unaona nini? Akamwambia, ninaona timanzi. Bwana asifiwe. Akamwambia, ninaona timanzi, na anaona ukuta uliojengwa kwa timanzi. Na Biblia inasema wakati Amos aliambia Mungu, kwa sababu ni Mungu alikuwa anazungumza na yeye, mstari wa 8 Biblia inasema Bwana akamwambia Amos, unaona nini? Nikasema, naona timanzi. Ndipo Bwana akasema, tazama, nitaweka timanzi katika watu wangu Israeli. Bwana asifiwe. Amos anaambiwa unaona nini? Akasema, ninaona timanzi. Akaambiwa, tazama, nitaweka timanzi katika watu wangu Israeli. Wakati tuliokoka tulikuwa Waisraeli. Bwana asifiwe. Wewe ni Muisraeli. Wewe ni mtu asiye wa kawaida. Nilikuwa naangalia mambo ya Samson wakati alikuwa anajaribiwa na Delila. Alikuwa anaambia Delila, nikifanyiwa hivi nitakuwa mtu wa kawaida, nitakuwa mwanadamu kama wanadamu wenzangu. Kwa maana Samson hakuwa mwanadamu kama wanadamu wengine. Vile wewe ambaye ulipookoka, ulipotolewa katika upande ule ukakuja upande huu wa Mungu, ulikuwa mtu asiye wa kawaida. Wewe sio kama hao wengine. Na Mungu asemi ati nitaweka timanzi kwa dunia yote. Hapana, anasema nitaweka timanzi katika taifa langu Israeli, katika watu wangu nitaweka timanzi. Wewe si ni Muisraeli. Mungu akikuja aanzie kuweka hiyo timanzi hapo kutoka kwa meli, ikiteremka na chini, atakuta ukiwa straight. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Ama kuna mahali pa kuchongwa. Unajua Bwana asifiwe. Unajua wakati tuko kwa mjengo, saa ile nyumba inapikwa plasta. Wakati mafundi wanajenga, kuna mawe zingine zinakuanga zimevura, inabidi uchukue sumba, kitu kingine inaitangwa sumba, uchonge hiyo ukuta ndio ikuwe straight, ndio uweze kupika plasta vizuri. Bwana asifiwe. Ndio ikuwe straight. Na unajua sisi ni ukuta wa mboma ya Mungu. Bwana asifiwe.
asifiwe. Na tunastahili kutengenezwa. Ndio sababu tulikuwa tunaona Mungu akipeleka Yeremia katika nyumba ya mfinyanzi, kwa sababu anataka kutengeneza. Sasa Amos anaambiwa, nyinyi nyumba ya Israeli, nitaweka timanzi katika taifa langu la Israeli, katika watu wangu. Bwana asifiwe. Haleluya. Na leo kuna mwingine anaweza sema Mungu akianza kuweka timanzi asiwekelee hapa kwa mdomo, kwa sababu mdomo yangu itaweza chonga sana. Bwana asifiwe. Kwa sababu timanzi inawekangwa ndio itengeneze, ndio ifanye kitu ikuwe straight. Bwana asifiwe. Ni kanisa gani ambalo litaenda mbali? Ni lile limekumbali Mungu alitengeneze. Ni wandugu wangani watakayeenda mbali, watakaomuona Mungu? Ni wale ambaye watakumbali kutengenezwa na Mungu, hata kama kuna mahali kuko kombo, akavumilia atengenezwe. Bwana asifiwe. Hatavumilia atengenezwe, hata kama atatengenezwa akilia, aseme mimi kwa sababu ninataka niende mbali, nitengeneze. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Tulikuwa tunaambiwa asubuhi kuhusu kufanikiwa. Bwana asifiwe. Kuhusu kufanikiwa. Najua njia ya kufanikiwa. Nilikuwa naambia watu wengine mahali hauwezi enda kwa bank ukachukue pesa hapo na hujawahi weka, utapewa. Kwanza watu wa banki watakuangalia washangae, wasindo huyu mtu ako na wasimu, kwa sababu unaenda kuchukua pesa zenye hukuweka. Bwana asifiwe. Na baraka za Mungu ni hivyo, lazima uweke katika hazina ya Mungu, ndio unapoitisha katika hazina yako ikuwe na kitu. Bwana asifiwe. Haleluya. Na mambo ingine hatuwezi yajua kama hatuyatengenezwa na Mungu. Bwana asifiwe. Mambo ingine hatuwezi wajua, wapendwa. Niulize wale wako na watoto wao. Bwana asifiwe. Na mtoto kwako hujawahi mpikia kideri kutoka asaliwe, na saa hii ako na miaka 18 na hajawahi ona kideri ikipikwa kwako, na hujawahi ona mahali. Ukimpikia si ataona ni kitu mbaya, kwa sababu hujawahi mpikia siku hata moja. Bwana asifiwe. Unajua tunapookoka hatukwangi tunajua kila kitu, lazima tufundike mambo singine. Bwana asifiwe. Labda inaweza kuwa labda ile hatua unataka kusonga, Bwana asifiwe, inataka ujue mambo fulani na labda hakuna mtu amekuambia, na usipokubali uambiwe. Unajua siku hizi wakati huu corona imetokea, watu wengine nimesikia wakisema siku hizi kanisa zinaumia, wachungaji wanateseka sana, kwa sababu wale watu wanatoanga sadaka siku hizi hawatoi. Sasa nikashindwa, nani alikuambia wachungaji wanakuanga wakule sadaka? Bwana asifiwe. Hata usipoitoa mtu wa Mungu atakula tu, atakula, kwa sababu ni mtumishi wa Mungu. Sio mtumishi wako, ni wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu atakubali mtumishi wake akufe njaa, atampea chakula.
Na wewe unajua sadaka tunatoanga kwa sababu ya sisi wenyewe. Nilikuwa naongea na watu wengine mahali nikiwaambia hii sadaka ambayo tunawekanga hapa nakuanga na mambo mingi sana. Kwa sababu labda niko na ugonjwa na ukimwi labda, na nichukue sadaka niwe nimetibiwa kila mahali, siyapona kabisa, lakini niseme Mungu aliye mbinguni anaweza kuniponya, na niseme ndio Mungu aniponye, nitatoa hii sadaka nipeleke pale, ndio Mungu afanye nini? Aniponye. Bwana asifiwe. Sasa hiyo sadaka nimetoa ugonjwa wangu hapo, alafu wewe unaanza kuongea, si labda hiyo ugonjwa itatoka hapo ikukujie wewe, kwa sababu mimi hiyo ugonjwa yangu nimebeba, nimepelekea Mungu, siyapelekea mchungaji, nimepelekea Mungu. Mwingine amekaa bila kazi miaka mingi, na ameamua, Mungu mimi nataka unipe kazi, na kwa sababu mimi nahitaji kazi, nitatoa hii sadaka nipeleke pale, ndio Mungu anipatie kazi. Sasa hapo kuna ugonjwa ya ukimwi hapo, kwa hiyo kikapu kuna kazi ya mtu iko hapo. Kuna mwingine amesumbuliwa na mapepo za kwao, ametoa sadaka ndio Mungu amuondolee. Na unajua Mungu anaondoanga hizo vitu. Na unajua Mungu kama wewe ni ule mtu hajatengenezwa mdomo, wewe ndio unaongelelea sadaka sana, hiyo ugonjwa inaweza kukujia kwako. Bwana asifiwe. Kazi ya mchungaji ni kukuja kuambia Mungu unajua mahitaji yenye imefanya hii sadaka itolewe. Mungu timizia hao watu. Bwana asifiwe. Sasa Mungu ndiye atajua hiyo yenye imetolewa ya ugonjwa ataivurusha ikienda pande gani, kwa sababu ni Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Na unajua vitu zingine tunaweza kuwa hatuna makosa kufanya, labda ni kwa sababu hatukuangi tunajua, labda ni vile haujajua unastahili kukubali Mungu akutengeneze. Na Mungu akikutengeneza anaondoanga hiyo uovu yote, anaiondoa, unabaki mtu wa Mungu. Na mtu wa Mungu hakuangi na vitu za shetani, kwa sababu ni wa Mungu. Na Biblia inasema nuru na giza hasina urafiki. Saa hizi unaona kuko na mwangaza, kukikuja giza hapa, hii mwangaza itatoroka, hutaiona. Bwana asifiwe. Mwangaza itaenda kwa sababu hawana urafiki. Ukiwa na Mungu na ukuwe na Mungu kabisa, shetani hauko rafiki na yeye. Yeye ndiye giza. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema uwe moto ama uwe baridi. Kwa sababu ukikuwa fukufuku, unajua fukufuku ni kitu haina ladha. Kitu hata ukikula usikii utamu yake. So itaitema chini. Sasa Biblia inatuambia tukue moto ama tukue baridi. Na ni lazima uchague kitu moja. Kukua moto ama kukua baridi. Kwa sababu ukikuwa kitu hakina ladha utatemwa chini. Na Biblia inasema chumvi ikiwa haina ladha haifai tena kabisa, ila kutupwa na kukanyangwa na watu. Kile kitu kimetupwa kinakuanga cha kukanyangwa chini, kinakuwa kimekanyangwa. Na kitu kinakanyangwa kitaamuka hapo kweli, kitakuwa kimekwisha. Bwana asifiwe. Sijui kwa nini mimi unajua mimi hapa wenye ninajua ni mke wangu na Malili ya labda. Hao ndio ninajua. Kama wewe ninakujua labda ni kuonana tu tukisalimiana tukipitana. Mimi hata sijui kwenu. Sijui kwa nini Mungu alileta hii.
Mimi hakuna mtu aliniambia ati kanisa hiyo iko na wenye dhambi ati ukahubiri mambo ya dhambi. Hapana. Ni kile Mungu ametia ndani ya moyo wangu. Bwana asifiwe. Sijui kwa nini Mungu ameleta. Bwana asifiwe. Kama kuna mahali tu ambao hatuendi mzuri, situjirekebishe wapendwa. Situjirekebishe tuende mbinguni. Mimi nitafurahi siku moja tukifika mbinguni sisi wote tukutanie huko. Bwana asifiwe. Mimi nitafurahi mpendwa tukifika huko nikuone mbinguni. Nikuone. Bwana asifiwe. Usikubali kitu ikusuie kuingia huko. Na unajua wewe ndio unajijua. Katika hii dunia kuna watu watatu wanakujua kabisa na uwezi jifisha kwao. Mtu wa kwanza wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe unajijua. Unaweza nitanganya leo nimekunywa chai haina maziwa na unajua umekunywa iko na maziwa. Na mimi nikubali kwa sababu siku hapo. Si ndio? Lakini wewe unajua kabisa umekunywa iko na maziwa. Kwa hivyo wewe unajijua vizuri. Mtu wa pili anayekujua ni shetani. Wewe si mtanganya. Shetani anakujua. Siku moja Biblia inasema wana wa Mungu walienda mbinguni kukutana na unajua shetani anakuanga ni mwana wa Mungu. Anakuanga wa Mungu. Si ni Mungu alimtengeneza. Unajua nilikuwa nafundisha wakati mwingine Sunday school, watoto wakawa wakiniuliza kwa nini kama Mungu alikuwa anajua shetani ni mbaya, kwa nini alimuumba? Kwa nini hawezi muua? Lakini shetani hakuwa ametengenezwa mbaya. Bwana asifiwe. Unajua wenye hawajui shetani alikuwa mkubwa wa sifa. Huko mbinguni. Alikuwa mkubwa wa sifa. Yeye ndiye alikuwa anaongoza sifa huko mbinguni. Na yeye hakuwa anaitwa shetani, alikuwa anaitwa Lucifer. Lucifer ni mwenye mkubwa anayesimamia mambo ya sifa. Unasikia anaitanishwa na jina ya sifa. Lucifer. Na shetani tulikuwa tunaambiwa na tukiwa kwa conference mahali nyingine na mtu mwingine alikuwa amealikwa na Bishop Kitonga huko Nairobi mahali panaitwa Huruma Kona. Alikuwa anaitwa Emmanuel Twangirimana. Huyo Emmanuel Twangirimana alikuwa amekufa siku 7. Alikuwa amekufa siku 7 na akafufuka. Wakati alikuwa anatumbilia, alikuwa anatuonyesha akifufuka, alikuwa amekatika mkono na akituonyesha akitumbilia alikuwa ameshikanishwa na chuma. Vile ni historia kubwa. Siwezi nikakuelezea yote, lakini yeye alikuwa anatuambia wakati alikufa, alituambia yeye hakuona amekufa. Aliona tu mahali alikufia, aliona tu hii mwili ni kama kabuti. Aliona tu ametoa kabuti. Na alipotoa kabuti akaona amechukuliwa na malaika na wakaenda wakafika mahali akakuta Yesu akamchukua na wakaanza kuonyeshwa huko mbinguni. Na kwa sababu siwezi nikakupatia hiyo story yote, kama Mungu atanipea nafasi tena nitakuja kukuambia. Lakini sasa yeye alituambia walienda mpaka kwa shetani. Walitembea mpaka kwa shetani. Na walipofika kwa shetani alipomulikwa na mwangaza wa Yesu akaanguka vibaya sana. Na alipokuwa anaangalia shetani aliona ni kiumbe kizuri, kilikuwa kimeumbwa kizuri. Unajua shetani hayuko hapa duniani. Hata wale wanafukuzanga shetani wanamwambia toka, hayuko. Wale wanakuanga hapo ni wafuasi wake, malaika zake. Sasa Emmanuel alikuwa anakuambia shetani kuna mahali amefungiwa na akona hasira mbaya. Akiachiliwa dunia yote inaweza isha kwa sababu akona hasira. Sasa alituambia shetani sio vile watu wanamchoranga akiwa na mkia, akiwa na mapembe kubwa, akiwa mweusi. Hapana, ni kitu smart. Ametengenezwa kitu kizuri kwa sababu alikuwa ametengenezwa wa kuongoza wanasifa huko mbinguni, kumsifu Mungu. Na akaingiwa na kiburi, akawa sasa anaona yeye ni wa pili kutoka kwa Mungu.
Sasa akaona hata hii kiti ya Mungu naweza chukua, kwa sababu hata alikuwa anatembea juu ya moto bila kuchomeka. Bwana asifiwe. Haleluya. Na unajua wewe unashindana na shetani mwenye anajua mbingu venye ziko na wewe hujui. Yeye anajua uko venye kuko na hataki tuingie. Kwa hivyo ni lazima tung'ang'ane. Biblia inasema ufalme wa mbinguni unachukuliwa na nguvu, na wale wako na nguvu ndio watakao ukamata. Bwana asifiwe. Haleluya. Kukuwa na nguvu ni kuomba, hata watu wengine wakiwa wataki kuomba, wewe unaomba. Unaamuka asubuhi na mapema, saa ile ka usingizi kanakuanga katamu. Saa hiyo unaamuka, unaanza kupambana na mashetani. Naambia lazima nipate baraka sana. Lazima Mungu nitengeneze nikuwe mtu straight. Bwana asifiwe. Amos anaambiwa nitalitengeneza nyumba ya Israeli, nitaliweka timazi. Mungu anataka kutuweka timazi. Bwana asifiwe. Lakini uko na nafasi ya kuomba Mungu. Mwambie kama kuna mahali niko kombo, nitengeneze. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Unaona ile choo yenye ilitengenezwa pale nje. Kama hiyo choo ingetengenezwa ikiwa imeinama hivi, kuna mtu angeingia ndani? Ungeingia, kwa sababu utaona kama itakuangukia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ilibidi wale mafundi wakuwe makini, waweke timazi, hiyo kitu ikuwe straight. Bwana asifiwe. Kwani kama sisi tunajua kutengeneza vitu sikuwe straight, na yeye Mungu, si hata Mungu anataka tukue straight. Bwana asifiwe. Anataka kukue straight, ndio atakapo kwanza kujivunia wewe, au anajivunia kitu mzuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Unajua kile kinafanyanga tusikue straight. Unajua watu wanafikirianga dhambi kama ile kubwa ni kama usherati. Bwana asifiwe. Wengine wanafikirianga hiyo ndio dhambi kubwa. Lakini kukosa kusamehe bado ni dhambi. Bwana asifiwe. Kusema mimi fulani sitawahi msamehe, sitawahi. Hata hiyo kanisa ninaonanga nikienda akiwa hapo kama roho yangu itapasuka. Siwezi msamehe. Na wewe kama huwezi msamehe, mbingu huwezi ingia. Utaingia kama huwezi samehe mtu. Unajua Yesu alitupenda mpaka akakufa. Bwana asifiwe. Akatusamehe makosa yetu. Hata wakati alikuwa anapigiliwa misumari pale msalabani, akasema Baba wasamehe, kwa sababu hawajui lile wanalolifanya. Wasamehe. Kama Yesu alitusamehe mpaka akakufa, na wewe huwezi samehe. Bwana asifiwe. Ati mtu alikunyima sukari, ukamkasirikia. Bwana asifiwe. Amen. Unajua sana hapa kanisani, labda wewe ulikasirikia mtu kwa sababu alikunyang'anya maiki ukiimba, ukamkasirikia hata ukanyangangi hapa. Kwa sababu uchukua tu maiki, si uende uchukue ingine na uendelee. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa sababu kitu kidogo tu ulifanywa na mtu ukakasirika, ukasema hata hiyo kazi ya Mungu sitafanya. Bwana asifiwe. Nataka kwenda mbinguni. Mbinguni hakuna vitu kama hizo. Ni lazima tukue straight. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Nataka tuombe.
Bwana asifiwe. Wewe unajijua. Hakuna mtu mwingine anakujua kama wewe vile unajijua. Mungu anakuelewa na wewe unajijua, na shetani anakufahamu. Bwana asifiwe. Mimi nimekwambia, siasema wewe ni mwenye dhambi, lakini Mungu wetu anaonanga hata kile unafanyia uko bedroom kwa peke yako. Anaona, anajua. Bwana asifiwe. Unajua hiyo ujumbe inaweza kuwa imekuja kwa sababu yangu ama kwa sababu yako. Inaweza kuwa imekuja kwa sababu ya mtu mmoja tu. Mtu mmoja tu, kwa sababu Mungu anataka huyo mtu, anamhitaji katika mambo yake. Bwana asifiwe. Mungu wetu anasungumsanga tu hivyo. Sio lazima ati kukuje na mtu mwenye ako na tarumbeta aongee na sauti kubwa ndio ujue huyo ni Mungu ameongea. Mungu anaweza kuzungumza hata na sauti ya polepole. Mungu. Bwana asifiwe. Hivyo ninataka wewe ujionje, wewe mwenyewe. Ujionje, ujiangalia hapo ndani. Hapo ndani tu. Ni nini ambayo Yesu akikuja saa hii itapatikana sio mzuri kwako? Nini? Tu. Najua dawa ya vitu zingine kama hizo ndogo ndogo, dawa yake ni kutubu tu. Ni kumwambia Mungu tusamehe. Bwana asifiwe. Na Mungu wetu ana kipendeleo. Hakuangi na kipendeleo ati aseme nitasamehe fulani na fulani sitamsamehe. Mungu hakuangi na hiyo mbese, hiyo biashara. Bwana asifiwe. Wewe ukimwambia akusamehe na moyo wako wote, yeye atakusamehe. Atakusamehe kwa sababu yeye ni Mungu. Bwana asifiwe. Tusimame. Rafiki yangu wewe
chako, mwambie Bwana akuwe sehemu yako siku ya leo. Fungua tu kinywa chako, mwambie Bwana yeye akuwe sehemu yako katika jina la Yesu. Kama kuna jambo lenye unajua unaweza kumwambia Bwana aondoe katika maisha yako, mwambie tu. Mungu anasikia. Hakuna chochote Mungu hawezi sikia. Anaweza sikia, na Mungu sio kama watu. Mungu ni Mungu ambaye anatutimizia mahitaji yetu katika jina la Yesu. Jehova Mungu, ninakushukuru kwa sababu ya neno lako. Ninajua neno lako Bwana alikujaji bure. Linapokuja linakuja na sababu. Naomba mfalme wa neema ukalifuatilie neno lako mpaka ukalitimize. Ondoa makosa yetu, ondoa maovu yetu. Naomba ukatufinyange vile unavyotaka tuwe, kwa maana wewe ni Mungu. Naomba Jehova Mungu ukaweke timazi katika maisha yetu. Jehova Mungu tutengeneze tukafanane na wewe. Ninaomba Jehova ukatusaidie Bwana, bila wewe hatuwezi. Ninaomba ukatusaidie katika udhaifu wetu, kwa maana sisi ni wanadamu tu, tunaenda kinyume na wewe wakati mwingine. Jehova tusaidie, tuondolee uovu, tuondolee udhaifu Bwana, tuondolee zile vitu ambazo zinafanya tusikue karibu na wewe, kwa maana wewe ni Mungu, hakuna kama wewe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu wewe ndiye uliyezungumza na sisi. Labda uko hapa unasema, mchungaji, omba na mimi siwezi nikakuita hapa, lakini inua mkono wako tu nakuombea. Inua tu mkono tu ukiwa mahali ulipo. Asante kwa ajili ya hiyo mkono. Inua tu mkono, usiongope. Mungu anakuona. Inua tu mkono. Asante kwa ajili ya hao wameinua mkono. Wewe mwenye umembakia, inua tu mkono. Maombi ikataliwangu. Shetani peke yake ndio ukataa maombi. Inua tu mkono kama una kitu chenye unasema tusimame na wewe kwa maombi. Mungu anaona na anajua. Yeye ataenda kutenda kulingana na mapenzi yake. Inua tu mkono wako tu. Inua tu na Bwana atakubariki. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya wapendwa ambao wameinua mikono. Wewe unasema katika kitabu cha Wafilipi ya kwamba mahitaji yetu yajulikane na wewe. Wewe unayejua mahitaji ya mioyo yetu. Ninaomba Jehova Mungu ukayatimize kulingana na mapenzi yako. Jehova Mungu, kama kuna jambo lolote ambalo linaweza kuzuia Bwana Mungu tusiwe tukafinyangwa na wewe, tuondolee hilo jambo katika jina la Yesu. Kile chochote si chako katika maisha yetu, Jehova ondoa, kwa maana wewe ni Mungu. Jehova Mungu, tunajiachilia kwako. Naomba ukatufanye vile upendavyo, kwa maana wewe ni Mungu. Tunakataa shetani na mipangilio yake yote ambayo aliyokuwa imepanga, tunaipangua katika jina la Yesu. Ninashika mateka kila utawala wa kishetani mahali popote alikuwa ametawala, tunaharibu huo utawala katika jina la Yesu. Naomba Jehova Mungu, njoo ukatawale wewe mwenyewe. Tawala ndani ya huyo moyo, tawala ndani ya hizo fikira, tawala ndani ya mawazo ya huyo mpendwa katika jina la Yesu Kristo. Jehova Mungu, tunaachilia yote mikononi mwako. Asante hata kwa ajili ya wale ambao wakuinua mikono. Wewe unajua hisani ya mioyo yao. Naomba Jehova Mungu ukawakumbuke, kwa maana wewe ni Bwana. Naomba ukawabariki na baraka za Ibrahimu.
na baraka za Isaka na baraka za Yakobo katika jina la Yesu. Jehova Mungu, ingililia, kwa sababu Bwana wa neema, wewe unaweza kutenda yale mwanadamu hawezi, kwa maana wewe ni mwema. Asante Yesu, kwa maana umesikia. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya hilo neno. Mungu wa rehema, lifuatilie mpaka ukalitimize, kwa maana wewe ni Bwana. Asante kwa maana umesikia, na ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen.